tunaendelea kuchukua jitihada mbalimbali kupigania haki, sauti na matakwa ya watu katika ngazi na njia tofauti tofauti. Moja kati ya hatua tulizoamua kuchukua ni ufunguaji wa mashauri ya uchaguzi kupinga matokeo yake kwa uchaguzi wa wabunge na wawakilishi. Tumechukua hatua hii tukiongozwa na imani kubwa kuwa wagombea wetu katika majimbo ambayo tumefungua mashauri na yale tutakayoyafungua wameporwa ushindi wao au kumekuwa na ukiukwaji mkubwa wa taratibu za uchaguzi zenye athari kwenye matokeo yaliyotangazwa na tume. Aidha, tumekusanya aina nyingi za ushahidi ambao tunaamini iwapo mahakama itazingatia, basi matokeo ya uchaguzi katika majimbo hayo yatabatilishwa na amri ya kuitishwa upya uchaguzi itatolewa. Chama chetu kupitia bodi ya wadhamini ya chama tumefungua maombi ya madai wanaita Miscellaneous Civil Cause namba 28632 ya mwaka 2025 dhidi ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mwanasheria Mkuu wa Tanzania, tukiomba kibali cha mahakama kwa ajili ya kufungua shauri la mapitio ya mahakama, yani judicial review. Tukiomba mahakama amri ya kuitaka tume kufuta uamuzi wake wa namna walivyofanya maamuzi ya mgao wa viti maalum na kuiomba mahakama waitake tume ifuate utaratibu uliowekwa na sheria. Shauri hili tayari lipo mahakamani na nimepangwa kutajwa kwa mara ya kwanza tarehe 19 Novemba 2025 mbele ya Jaji Kisani. Kesi hizi kwa mujibu wa kanuni inataka mahakama izisikilize ndani ya miezi 12. Ndani ya miezi 12 kwa maana ya mwaka mmoja. Na kanuni imetoa nafasi kwa jaji anayesikiliza mashauri haya, kama akiona hajamaliza au hawezi kutoa hukumu yake ndani ya hiyo miezi 12, basi anaweza kujiongezea muda usiozidi miezi 6. So sisi tuko very much aware kwamba the maximum period tutakao kwenda nazo kesi hizi ni mwaka mmoja na nusu, wakati kipindi cha uongozi wa uwakilishi na ubunge ni miaka 5. Kwa hiyo sisi tumejiandaa. Ikiwa mahakama itasikiliza na kutoa amri mapema, sisi tuko tayari. Ikiwa mahakama itatumia kipindi, the maximum period provided by law, kipindi cha mwisho kikubwa kabisa kilichotolewa na sheria, basi haizidi mwaka mmoja na nusu kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo ndio maana nasema ndani ya miaka mmoja na nusu mtu kuondoka si mbali, au sio? Si mbali. Ndio maana nikawapelekea salamu kwamba wasichukue mikopo, sababu hawajui mambo yatageuka vipi. Simeelewa vizuri. Kwa hiyo hatuna shida na muda. Tunakwenda mahakamani tukiwa aware, lakini tukiamini kwamba kwa maboresho ambayo mahakama imekuwa ikifanya, legal justice reforms na nini, basi hakuna haja. Wataongozwa na spirit ya kuendesha mashauri haya kwa haraka zaidi. Na tumeona kuna mashauri hapa yanayofanana na uchaguzi si yamefunguliwa ya Ahmad Masudi, si ndio? Yamechukua muda mfupi tu, au sivyo? Mahakama imetoa uamuzi, si ndio? Kwa hiyo hatuna nini. Tumeona na naamini mahakama ya Zanzibar kuu ya Zanzibar itachukua experience kutoka bara. Mnakumbuka nyinyi. Tumefanya kesi za Mpina zile, tumepata uamuzi, kesi zilikuwa zinakwenda fast track, si ndio? Kwa hiyo naamini kwa sababu yana maslahi kwa umma, majaji watakaopewa kesi hizi wataelewa umuhimu wa kesi hizi na namna ya kuzidispose au kuzidetermine, kuziamua kadri muda unavyokwenda. Sasa swala la GNU lililoulizwa. Swala la GNU position, nimeuliza position. Mimi niseme tu, fuatilizia ziara za mwenyekiti wetu. Ameeleza wazi wapi tunasimama sasa kwenye hili. Na nikimnukuu amesema kuingia au kutokuingia ndani ya serikali kwa sasa si kipaumbele chetu. Nchi ilipopita kuna mambo makubwa zaidi nchi ilipopitishwa ya kuyajadili na kuyatafutia ufumbuzi. Kwa hiyo kuingia au kutokuingia kwenye GNU si kipaumbele chetu.
na hiyo ndio position yetu.